kama swali lako linavyosema, utajuaje kwamba haya mahusiano yataweza kudumu? Utajua kwamba haya mahusiano yataweza kudumu kama mwanzo wa hayo mahusiano umeanzwa na Mungu. Mwanzo wa hayo mahusiano yenu mmeungamanishwa kutokea kwenye point view ya kiungu, sio kutokea kwenye point view ya mazingira au ya marafiki au ya wazazi, kwa sababu ya fakta mbalimbali ambazo zitaweza zikawaunganisha. Na baadaye labda kama utataka kujua, nitaweza kuelezea kwamba Mungu anawezaje kuwaunganisha. Habari mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, leo tuko na Prophet Fidon ambaye atakuwa anazungumzia mada mbalimbali kuhusiana na mahusiano. Karibu Prophet Fidon. Asante. Kwa majina naitwa Prophet Fidon, niko kwenye hiki kipindi cha mahusiano. Shukrani Prophet, nitakuwa na maswali mengi kama matano hivi. Swali la kwanza, kwa nini mahusiano ya kisasa hayadumu? Hili ni swali zuri ambalo vijana wengi wanaulizia, na nitaanza kulielezea kwa nini leo hii mahusiano mengi hayadumu. Changamoto kubwa ni vile namna ambavyo mahusiano yanaanza. Unajua, unapokuwa unaingia kwenye mahusiano, lazima unapoanza mahusiano, cha kwanza lengo la mahusiano. Watu wengi wanapoanza mahusiano wanaingia kwenye mahusiano kama kujaribu, na wengine kwa sababu ni majaribio. Mtu anapokuwa anafanya majaribio, hayo mahusiano inakuwa ni ngumu kusema kwamba yanaweza yakaendelea. Lakini jambo la pili ambalo kwa nini mahusiano mengi yanafeli katikati au yafikii malengo, namna ambavyo malengo ambayo wanakuwa nayo kwenye hayo mahusiano. Watu wengi wanakuwa na malengo, lakini sio malengo ya kwamba hayo mahusiano ya kwenda kufika kwenye ndoa. Ni wengi wanakuwa na malengo ambayo kwamba tutaanza lakini tutapata kuishia somewhere. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni kweli walikuwa wameanza mahusiano vizuri, lakini katikati sasa, katika kumsoma mwenzako tabia au kila ambacho ulikuwa unakusudia kwamba ningeweza kuona hiki, labda ndo mwanzo mlikuwa mnaonana, kila mtu alikuwa anaishi kivyake, huyu alikuwa anaishi hivi na huyu anaishi hivi, lakini baadaye, baada ya kuanza kuonana sasa, tabia ambazo wewe ukuwa unazijua kwamba huyu alikuwa nazo au huyu alikuwa nazo zikaja kujiingiza kati. Baada ya kuja kuona kwamba hiki hakiendani na hiki hakiendani, wengi wanaweza akaamua kwamba sasa kwa staili hii, wacha sisi tupate kuishia hapo, acha tuishie hapo. Kwa hiyo mahusiano mengi kwa kuvunjika ni kwamba kuna fakta nyingi ambazo zinasababisha mahusiano kuvunjika. Lakini kama kuna mahusiano ambayo yatakuja kuendelea mbele, lazima watu waangalie kwanza intention, kwamba tunapoanzisha haya mahusiano ni kusudi gani hasa ambalo linadhamiriwa. Kama ni kusudi la kwamba tuanzishe mahusiano alafu tunaangaliana kwa ajili ya kuja kuingia kwenye ndoa, na yenyewe yanahitaji process, yanahitaji hatua, sio tu mahusiano ambayo mtu anafika anaingia kusema kwamba ni kama majaribio. Hapa Prophet, unaposema kwamba tabia, je, ni ishara gani ambazo zinaweza zikakufanya ujue kwamba huyu mtu naweza nikaendelea naye na mahusiano au nikasitisha mahusiano? Okay. Tunapokuja kwenye muktadha wa kidini, kwa sababu mimi ni nabii wa Mungu, na mahusiano mengi ya zamani ambayo ndoa nyingi zimepata kudumu, ndoa nyingi zimepata kufanikiwa, tunazungumza juu ya Biblia inasema alichokiungamanisha Mungu ndicho kinachoweza kikadumu. Alichokiungamanisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na tunapokuja sasa kwenye kuungamanishwa na Mungu, kumaanisha kama swali lako linavyosema, utajuaje kwamba haya mahusiano yataweza kudumu? Utajua kwamba haya mahusiano yataweza kudumu kama mwanzo wa hayo mahusiano umeanzwa na Mungu. Mwanzo wa hayo mahusiano yenu mmeungamanishwa kutokea kwenye point view ya kiungu, sio kutokea kwenye point view ya mazingira au ya marafiki au ya wazazi, kwa sababu ya fakta mbalimbali ambazo zitaweza zikawaunganisha. Na baadaye labda kama utataka kujua, nitaweza kuelezea kwamba Mungu anawezaje kuwaunganisha, nitaweza kuelezea baadaye. Lakini nafikiri kwenye swala la kwamba utajuaje haya mahusiano yataweza kudumu, jibu lake ni kwamba haya mahusiano kama yatakuwa yameungamanishwa na Mungu yataweza kudumu. Nafikiri ningependa uelezee pia katika hilo swala, utajuaje kwamba ni mtu sahihi uko naye katika mahusiano?
Utajuaje kwamba huyu ni mtu sahihi uliye naye kwenye mahusiano? Ndio pale ambapo nilikuwa nazungumza kwamba namba moja, kwamba Mungu awaunganishe. Mwanzo wa mahusiano yenu yaunganishwe na Mungu, na hapa ndipo napokuja kuzungumza sasa kwenye context kwamba Mungu anawaunganishaje, au mtu anaweza akaunganishwa na Mungu kwa namna gani. Kwenye Mungu alivyotuumba kama binadamu, kila mtu tunasema kwamba kuna mtu ambaye watu wanaita soulmate, mtu ambaye nafsi vaana tunaweza tukasema, au mimi huwa naita soul compatibility, kwamba kuna kuwepo na ufanano kwenye nafsi, kwa sababu mtu si tu kwamba ni roho peke yake. Mtu ni mtu ambaye yuko katika mwili na anaunganishwa na nafsi. Hapa nitazungumzia vitu vitano ambavyo ni muhimu sana tunapokuja kwenye swala la soul compatibility. Ni kwenye kipengele tu hicho ambacho nitazungumzia. Namba moja, kitu ambacho kinaweza kikaonyesha kwamba haya ni mahusiano, mnaweza mkayaanza na yakaweza kadumu. Tunaita faith language, ni lugha 5 ambazo ni za upendo, kila mtu yuko nazo. Tunapozungumza lugha 5 za upendo, kila mtu ana lugha yake. Kila mtu ana lugha yake. Ni sawa sana kuzungumza kwamba nitajuaje sasa kama mimi na Mchina tutapata kuelewana? Kwa sababu huyu anatumia Kichina na wewe unatumia Kiswahili, mnaweza ikawa kila mtu akitaka kudecide kutumia kwake, hata kama mkilazimisha mnaweza msimechi. Na ndoa nyingi zinazoanza hazidumu kwa sababu watu wengi wanaingia kwa sababu tu kwamba nimempenda, bila kuangalia ile kwamba huyu lugha ninayoitumia na lugha anayoitumia ni ziko sawa. Kwa mfano, nitazungumzia juu ya hizo lugha 5 kwamba ni muhimu sana kuziobserve hata kwa wale walioko kwenye ndoa. Ndoa nyingi ni kama vibatari sasa ambavyo vimeishiwa na mafuta. Wako kwenye ndoa lakini yeti hakuna nothing kinachoendelea kwenye ndoa zao. Kwa nini? Kwa sababu zile lugha 5 za upendo wamezipuuza, wameona kana kwamba hazina maana, ile soul compatibility wameipuuza, wameweka pembeni. Kwa hiyo waliingia kama vipofu, na mwisho siku ndoa zikaanza kuleta nini? Changamoto. Ninapozungumza lugha, kila mtu ana lugha yake. Kwenye ulimwengu wa nafsi au kwenye ulimwengu wa roho, tuna lugha ya kwanza ambayo tunaita lugha ya mtu kusifiwa. Kuna mtu by nature yake yeye anapenda akifanya kitu chochote umsifie. Sasa unapokuwa kwa mfano mahusiano yenu mmeanza kwa trick ya namna hiyo, labda umekutana na mtu ambaye lugha yake ya kwanza ya upendo ni kusifiwa. Yeye akiwa anavaa vizuri unamsifu, unamwambia umependeza, amepiga kiatu chake vizuri, amesuka vizuri, amefanya kitu kizuri ukamwambia umependeza. Kuna watu ambayo ile translate, wanaitafasiri kama ni lugha yao ya kwanza ya nini? Ya upendo. Wanatafasiri kwamba mtu anayemsifia anampenda. Lakini inaweza ikawa mtu anakusifia na afanyije? Akupende. Sasa huyu mtu ambaye lugha yake ya kwanza ya upendo ni kusifiwa, kama akitafasiri kwamba huyu mtu anayemsifia anampenda, wanaweza akaingia kwenye mahusiano na hayo mahusiano yasifanyeje? Yasidumu. Kwa nini yasidumu? Kwa sababu huyu alizungumza lugha yake lakini sio lugha yake yeye. Kwa namna hiyo wataanzisha mahusiano, alafu mwisho wa siku watakuja kujikuta anafika sehemu wameingia kwenye ndoa au wameenda kwenye mahusiano, anashangaa kile kilichomvutia kwamba alikuwa anamsifia, alikuwa anampongeza, alikuwa anamjali, na mwisho wa siku inaisha. Lakini kuna mwingine ambaye lugha yake ya kwanza sio kusifiwa, ni kupewa zawadi. Kwa hiyo inaweza ikawa ruini, ikawa ni kama uongo fulani, kitriki fulani ambayo mtu amegundua kwamba wewe unapenda zawadi, akawa anakuletea hiki, leo kakuletea ua hili, kesho kakununulia iPhone, kesho kakununulia hiki. Mwisho wa siku huyu mtu anajaa, anafikiri kwamba huyu mtu anampenda kwa sababu anamletea nini? Zawadi. Kwa sababu anamletea zawadi, huyu akifikiri kwamba anampenda na akadanganyika kuingia kwenye yale mahusiano, mwisho wa siku yataanza vizuri, lakini hatuna guarantee kwamba yanaweza akaendelea na yakadumu. Hata kwenye ndoa hivyo hivyo, mtu anaweza akawa alikuwa kwenye uchumba analetewa zawadi, lakini baada ya kuolewa zawadi zimekoma na upendo umeanza dry, ni kama kibatari kimeanza kuishiwa na mafuta. Sasa leo hii anajiuliza kwa nini sasa zile zawadi mtu alizokuwa analeta, alizokuwa na nini, hazileti leo hii. Na kwa namna hiyo upendo
ni kama umebust. Lugha ya tatu ni lugha ya mtu anakuwa anahitaji quality time, muda wa kusikilizwa. Hawa ni watu ambao wameumbwa, anakuwa sana very emotional, anataka yale mambo ambayo ameshinda anazungumza, ameshinda na marafiki zake, ameshinda na nini, anatamani kwamba aje akuelezee na umsikilize. Sasa ukiwa busy, wakati mwingine unakuta katika uchumba watu wanapokuwa kwenye mahusiano, anakuwa anaweza kusikiliza, anaweza akawa na nini, huyu anaweza akafikiri kwamba kwa sababu ananisikiliza ana nini, ananijali, ananipenda, kumbe ni tafasiri tu ya katika kipindi cha uchumba. Ndio maana nasema kwenye nyakati ambazo mtu ako kwenye mahusiano, ni nyakati muhimu sana kuhakikisha kwamba yule ambaye unaingia naye kwenye mahusiano, ili hayo mahusiano yapate kudumu, muwe na compatibility, kwamba lugha yake ndiyo lugha yako. Kama lugha yake ni kusikilizwa, na wewe lugha yako sasa iwe hiyo hiyo, kwamba nyote mtakuwa mnasikilizana. Kama lugha yako ya kwanza ni zawadi, na yeye mwenyewe lugha yake iwe ile ile, ili kwamba mwe mnapeana zawadi. Kama lugha yako ya kwanza ni kusifiwa, na upate mtu ambaye lugha yake ni kusifiwa, ili mwe mna nani. Lakini kuna mtu mwingine ukizungumza zawadi hayupo, ukizungumza kusifiwa hayupo, ukizungumza hii kusikilizwa au kupata muda wa kumsikiliza apendi, sio sana. Ila ni mtu ambaye anapenda masaidiano. Huyu anapenda vitu mfanye pamoja. Hawa ndio wale ambao mkiwa kwenye habari za mkiwa kwenye shuleni, anapenda kila kitu msaidiane. Lakini kwa wale ambao kwa ndoa, anajua kabisa anataka ukiwa anatandika kitanda na huyu huo unaosha vyombo au unamsaidia somewhere, ni masaidiano. Sasa kama akija kukutana na mtu ambaye hawafanani, huyu labda anapenda kusikilizwa, huyu anapenda kusaidiana, lazima hiyo ndoa haitaweza kufika mbali. Hayo mahusiano hayataweza kufika mbali, kwa sababu mtakuwa mnazungumza lugha mbili tofauti, na hizo lugha zote zimewekwa na Mungu. Ndio maana tunapozungumza kwamba hii mahusiano yatadumu, namba moja, unahitaji kuhakikisha kwamba unamuomba Mungu, unamhusisha Mungu kwenye 100%. Mungu aingilie kati, ili ndoa yako au mahusiano yako yasije yakaishia wapi? Njiani. Hapa tuje swali lingine. Je, ni muda gani prophet? Muda gani sahihi ambao mahusiano yanaweza yakaingia kwenye ndoa? Muda gani? Ni pale tu ambapo wale watu ambao wanaokuwa wanachumbiana au wako kwenye mahusiano, kwamba wamefika mahali wameelewana na kila mmoja amemridhia mwenzake, kwamba mimi sasa kwa hii tulivyokaa au ni ambavyo tulianza kwenye urafiki tukaingia kwenye uchumba, kwa hakika nimekwisha kujihakikishia huyu atakuwa mume bora, huyu atakuwa mke bora, au huyu atanifaa kwenye kila hali, na haya ndiyo maamuzi yangu ya mwisho, kwamba naweza nikaenda naye. Kwa sababu ni muhimu sana, mahusiano yanaweza akavunjika, lakini unapoingia kwenye ndoa ni kitu kingine ambacho jamii, watu waliokuzunguka na kila mtu anaanza kukuangalia. Sasa ni tofauti na huku kwenye mahusiano. Mahusiano kuvunjika ni kitu cha kawaida, lakini ndoa kuvunjika kinaleta pain. Wengine naweza ikavunjika mkiwa na watoto. Hawa watoto wataishije? Hawa watoto watakueje? Na ndio tunazalisha watoto wa mitaani sasa, na mwisho wa siku kitu tunaharibu jamii. Kwa hiyo ni muda ambao ni sahihi kusema kwamba hawa watu wanaweza kuingia kwenye mahusiano, ni pale ambapo wanaweza kuingia kwenye ndoa. Mahusiano yatoka kwenye uchumba kuingia kwenye ndoa ni pale kila mtu amekwisha kuwa matured, lakini amekwisha kujiaminisha kwamba huyu mtu niliye naye ni mtu sahihi, huyu mtu niliye naye. Na hapo si kwa kuzingatia tu zile lugha tano za upendo nilizozungumza, kuzingatia kwamba na mtu kapata kumwomba Mungu na amani ya moyo wake imeridhia. Usiingie kwenye ndoa kwa kufosiwa na pressure, kwamba ni baba, ni mama, ni watu waliokuzingira au muda ambao umepoteza kwenye mahusiano. Amani ya moyo, Biblia inasema na amani ya Kristo ipate kuamua kwenye mioyo yenu. Unapoingia kwenye ndoa ukiwa hauna amani, ile ni red light, ni mwanga mwekundu kabisa kuonyesha kwamba kama hauna amani kipindi cha uchumba, kwamba huyu mtu ndiye naye ni sahihi, na ukalazimisha kuingia kwenye ndoa, hiyo ndio inaweza ikaja kuwa Sodoma na Gomora baadaye.
Hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba unazingatia amani ya moyo wako kabla hujaamua kusema kwamba sasa naingia kwenye nini, kwenye ndoa. Hata kama kuna pressure za wazazi, unatakiwa kujua kwamba wazazi sio wanaooa au wanaoolewa. Hata kama kuna pressure za marafiki, unatakiwa kujua kwamba marafiki sio wanaooa au wanaoolewa. Hata kama kuna pressure ya aina yoyote, mazingira, uchumi na kila kitu, unatakiwa kuconsider amani ya moyo wako, kwa sababu amani ikipotea hakuna ndoa tena. Kwa kumalizia, tupate kuuliza swali la mwisho. Je, ni sahihi kwa mtu kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja? Kwa muktadha wa kidini au wa kimungu tunasema sio sahihi. Kuwa na mchumba zaidi ya mmoja sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ni swala la kuchezea hisia za wengine, na Biblia inazungumza, inasema apandacho mtu ndicho anachokivuna. Kama ukija kuanza kusababisha machozi kwenye maisha watu wengine, wewe una uhakika kwamba hayo machozi yatarudi tena kwenye maisha yako. Biblia inazungumza, inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na sisi tunajua kwamba uwezo ukawa na mahusiano kwenye watu wawili, alafu ukasema kwamba watu wote utakuwa na wadanganya kwamba utawaoa. Ni kwa sababu ndio kigezo kikubwa ambacho utakachoambia. Namba moja, unapoteza muda wa hawa watu, lakini namba mbili, unakuwa unacheza nao kihisia, unachezea hisia zao, na mwisho wa siku utakuja kuleta maumivu kwenye ulimwengu wao. Na kama utakuja kuleta maumivu, nini kitakachotokea? Mwisho wa siku unapojenga maumivu, Biblia inasema pandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kuimaanisha kwamba na wewe kwenye ulimwengu wako utamwacha, utaharibu kwa wengine, utapasababisha maumivu kwa wengine. Kuna kitu kitakachokutokea na wewe, kuna repercussion ambayo itakuja kuwa true kwenye maisha yako. Na ndio maana utakuja kushangaa kwamba vijana wengi wanaoingia kwenye mahusiano na watu, anaacha huyu, anaenda na huyu, anaacha, mwisho wa siku anaangukiaga pua, anakuja kuoa mtu ambaye sio sahihi, anakuja kuoa mtu ambaye sio kabisa. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi nasema before ya kuanza mahusiano, hakikisha kwamba unaweza ukawa na mmoja at time, kwamba huyu nimeenda naye, kama imefika mahali pameshindikana, unamwacha, unasubiri pia moyo wako unapona. Kwa sababu kati ya kitu ambacho kina break mahusiano mengi ni kwamba umeachana na huyu ukiwa na maumivu makubwa, kabla moyo wako kupona na kwenda kuingia kwenye uhusiano na mtu mwingine, utaendelea kuwa break up na umeachika hapo, utaachika pengine, kitu ambacho kinakuwa sio sahihi. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba unapoingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Hakikisha kwamba mahusiano yenu yako na afya. Usiingie tu kwenye mahusiano kama kutesti. Ingia kwenye mahusiano ukiwa unajaribu kwamba huyu ni naye Mungu kama ni mwenyewe, na uhakikishe kwamba umefanya prayer, umefanya utafiti, umefanya uchunguzi wa awali kwamba huyu mtu maybe tutakwenda pamoja. Lakini naamini kama mtu atakuwa umemwomba Mungu vizuri ndani ya moyo wako, Mungu hawezi kuanza kubahatisha kwamba jaribu huyu, jaribu yule. Atakupa one at time, hata kama ni kwa ajili ya kukufundisha, lakini ni one at time. Kwa hiyo mahusiano ya watu wawili watatu sio sahihi. Prophet, shukrani sana kwa darasa la leo. Mtazamaji wa kipindi cha leo, huu ndio mwisho wa kipindi hiki, lakini tunaomba usubscribe ili usipitwe na vipindi vinavyofuata.